Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa sana. Poleni sana kwa watu ambao jua linakuwa kali, lakini tujifunze kuona jema kwenye kila baya. Kuwaka kwa jua kali kunaweza kukawa ni sababu ya wakulima kupata shida, wafanyakazi wengine kupata tabu. Lakini sasa na askari kukutana na jua sana. Sasa ni faraja kwa wakati mwingine, kwa sababu mimi nakumbuka tulikuwa tuna ulinzi shirikishi zamani. Kwa kuna ulinzi shirikishi, vijana wenye nguvu au waliocheza migambo vijijini, ilikuwa ni lazima kwenda kulinda usiku. Lakini tunashukuru Mungu kwamba sasa hivi kwa namna moja au nyingine walinzi wetu ambao wanapata mshahara kupitia kodi zetu sasa wanalilinda taifa mchana na usiku. Kwa hiyo mabosi zao tunapata wasaa mzuri wa kulala vizuri. Kwa hiyo inafariji. Hii ndiyo maana ya kuona jema kwenye kila baya. Sasa kuna vitu vichache ambavyo nataka tuvizungumzie kwa ufupi. Binadamu kuandika historia yako unaweza, lakini historia nzuri huandikwa na wengine unapokuwa umekufa, wewe haupo tena kwenye uso wa dunia. Sasa nina maana gani kusema hivi? Unaweza ukachagua historia nzuri ukiwa hai, au ukachagua mbaya ukiwa hai pia. Utakapoondoka watu watajua ni story gani wa kuandikia kutokana na uzuri au ubaya ulioufanya. Kwa mfano ukimwangalia mtu kama Liti Kidanka, huyu aliishi mwaka 1891. Kwa watu wa Singida watakuwa wanaifahamu, alikuwa anatumia nyuki kupambana na wakoloni. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kuamuru nyuki na wakafanya uvamizi kwa maadui zake, wakafanya mambo ambayo ni makubwa ya kujitetea, ambao kwa sasa sisi ile ikitokea tunaita uchawi. Sasa ni wengi wameandaa historia zao. Kama kwenye uwanja wa Samora Machel pale Iringa, tunakumbuka ni hotuba bora sana iliwahi kutoka pale ya Samora Machel. Masaa 7 amesimama juani anapiga hotuba yake. Ila kwa masikitiko makubwa kuna bwana mmoja nilimwona, si ni shehe wa wapi, anadai hotuba nzuri kuwahi kutokea toka yeye amekuepo, toka dunia imekuepo. Ukiacha hotuba za mtume wake Muhammad anayemwamini, ni hotuba ya juzi kwa wazee pale. Mimi wanaita hotuba ya kizenji au kichambo cha taifa. Unaona? Sasa hayo ni machache kwenye masuala ya historia, lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa tuseme ni siku au ni tarehe, huwa kuna wakati ninairani. Hii ni Aprili 26 mwaka 1977. Siku ya kwanza ambayo katiba hii inayotusurubu sasa hivi ilianza kufanya kazi. Katiba ambayo ina ibara ya 46A kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 3. Vifungu vinavyotukandamiza, moja ya vifungu ambavyo vinawapa kibri baadhi ya watu na kujiona miungu watu. Kwa hiyo huwa kuna wakati ninairani sana siku ile. Lakini tutazungumzia kidogo hapa. Katiba ni kitabu ambacho kimetungwa miaka mingi iliyopita. Tuna Biblia ambayo imetungwa miaka mingi iliyopita. Kuna vitu vya kujifunza kwenye yale yaliyopita, na kuna ambavyo vinatakiwa kutumika kwa sasa hivi kwa kufuata yale yaliyopita. Lakini yapo mambo ambayo hayafai kutumika kutokana na wakati tuliopo. Sijui kama natumia lugha nyepesi hapa ili niweze kueleweka. Kwa mfano ukifunua Biblia kwa mfano, unaweza ukakuta waraka wa Yohana kwa Wakorinto. Ile ni barua ambayo Yohana alikuwa akiwaandikia Wakorinto. Mazungumzo yalikuwa yanazungumzwa mle tunaweza tukapata ya kujifunza, lakini ilikuwa ni barua kwa Wakorinto, sio sisi wa sasa. Ila tunaweza tukatumia kujifunza kwa yale, lakini tunatakiwa tuangalie kitu ambacho kinaweza kikaendana na ukisasa. Sasa mwenye fikra tunduizi anaweza akaanza kuelewa na maana gani. Ndio maana nimewahi kusema katiba ina mambo mengi sana mazuri, lakini ina machache
yenye nguvu kuliko hayo mengi mazuri, katiba tulokuwepo nayo. Tukiongea tunaonekana kama watu ambao hawaelewi. Sasa kwa mfano, sasa hivi watu wenye viburi ni wengi kwa asilimia kubwa. Kwa mfano ukiangalia labda polisi amekukosea kwa mfano. Polisi akikukosea inabidi ukamshtaki kwa DPP. Tena pale kwa DPP sio kwenda kushtaki, uandike na notices za kwa nini unamshtaki huyo askari. Unaona? Unaweza ukawa na umeonewa, labda umepigwa, umefanywaje, lakini kuna ile kwa nini unaenda kumshtaki. Ni notice ambayo unatakiwa kwenda nayo unapoenda kumshtaki askari, ndio maana wanakuwa na ubabe uliopitiliza. Unaona? Sasa nataka kusema nini hapa? Watu wanapokuwa wanazungumzia mabadiliko ya vitu fulani ni mbaya sana kupuuza. Kwa watu wa leo kutumia mambo yaliyopitwa na wakati yanaweza yakasababisha viburi kwa baadhi ya watu na ikatuletea shida isiyokuwa ya kawaida. Kwa hivyo leo ukiangalia kwenye swala la maji ambayo tumelizungumzia jana, hali inayoendelea, nadhani kitakachoenda kutokea ni kwamba wananchi sasa hivi watakwenda kuwa huru kuliko baadhi ya wenye nchi. Unajua kuna wananchi alafu kuna wenye nchi. Sasa kuna kitu ambacho hawajagundua wenye nchi, kwamba kuna namna tunawatengenezea loki. Na Mungu anasaidia sana, jua linaendelea kuwa kali kwa kiasi ambacho sio cha kawaida. Linaendelea kuwa kali kwa kiasi kisichokuwa cha kawaida. Sasa mimi nadhani kitu kimoja, viongozi, niliwahi kusema kwamba hekima za watu wa pembeni ndio zinamfanya mfalme aonekana na hekima. Kwenye swala la katiba mlidai muda, hata zile sheria ndogo mlidai muda. Kuna swali moja jiulizeni tu nye viongozi, hivi kwani ukitengwa muda zikafanyika hizi sheria ndogo za uchaguzi, alafu uchaguzi ukarudiwa, kuna hasara gani taifa itapata? Yaani kuna uwezekano kwamba kuna bonge ya dude la hasara linaweza likapatikana hiyo kitu ikifanyika, kwamba huo muda ukiliwa tukaamua kwamba sisi bwana uchaguzi tunafanya baadaye. Kuna hasara gani? Jiulizeni tu wenyewe kwanza. Kwa sababu tuna mbuga za wanyama jamani, hilo inabidi mlijue. Tuna vitu vingi sana, lakini hawa watalii ambao huyo mnayemuita mama alifanya mpaka filamu ya Royal Tour wakapatikana kwa wingi kwa ajili yake, wanapotea. Tunatengeneza vitu vizuri na vya kuvutia, alafu tunaviua wenyewe kabla havijatupa manufaa ya kutosha. Acheni propaganda za kuna wanaolipa. Mkicheza, wananchi wameshawajua. Watawachezesheni kindumbwe. Itakuwa ni tarehe 9 waandamani. Watawaambia tarehe 25 waandamani. Watawaambia tarehe 1, kila siku watakuwa wanapanga tu. Tukae ndani sote sasa. Alafu mwisho wa siku inakuwaje? Kutisha watu wakati miundombinu imewashinda, paka maji mnategemea ya mvua kutoka kwa Mungu wakati kuna mabahari, mito na maziwa yapo. Ni kama kujirisha upepo. Kwa sababu kitakachotokea sasa hivi, anaweza akalipuka tu mtu yoyote kule akasema kesho nafanya hiki, mnajaa barabarani rundo. Sisi tunakula ulinzi tu fresh, tunakula ulinzi. Na ndio maana nawashauri vijana wengi sasa hivi, kama una hela jiungeni kwenye vitu kama cryptocurrency, Bitcoin. Unaingiza hela ukiwa umetulia ndani, hata nchi ifungwe miaka 20. Hela itakuwa inaingia. Jifunzeni uwekezaji kwenye biashara kama hizo Bitcoin, cryptocurrency na vitu vingine kama hivyo. Mtakuja kunishukuru. Ili sasa tufike sehemu tukisema kwamba tunawakalisha polisi juani hata mwaka mzima, sisi fresh tu. Mungu awabariki sana wa Tanzania, muwe na mapumziko mema. Tumepewa nafasi ya kusimulia watoto wetu kwamba siku ya uhuru ilikuwa siku ya kutukumbusha utumwa. Kuna siku mtasimulia watoto wenu kuna sherehe za uhuru ambazo tulikuwa watumwa. Endeleeni kusubscribe. Mungu awabariki sana.